Sasa nitashare screen yangu kwanza ili tupate kuona. Nitashare screen upate kuona, na kama ili tuelekezane, kwa sababu kuna wengine ambao wana idea kidogo ya hivi vitu, lakini kuna wengine ambao ni wapya kabisa, niko hivi vitu vyao ni vipya kabisa. So cha kwanza hapa tulipokuepo natumia a free version. Sasa kwenye free version siwezi kuadmit watu zaidi ya 100, ndio nikasema ikifika saa 3 kamili lokuepo tutaanza hapo hapo. Nilijaribu kulipia a business suite mchana ili sasa hivi everyone aweze kuingia, lakini bado wana review my payment. Kwa jamani, nawapenda sana mpaka naingia gharama ili niwafundishe. Kwa naamini the same respect nategemea kwenu. So don't worry, I know what I'm doing. Lakini pia pale kwenye makosa kwenye nini, usiogope, ni check inbox, bwana tisha hapo umezingua, bwana kuna hiki na hiki umekosea. Ndivyo hivyo tunavyojengana. Ila pia tusishurutishane, maana kuna watu wanapata inbox kunishurutisha. Wengine wananitisha kabisa jamani. Mimi nawapenda na mimi tunapendana, kwa tunasaidiana. So if you have any comment, any improvement, chochote ambacho kitasaidia sisi na darasa pia. Leo tukimaliza tu darasa nitafungua kule comment, kwa unaweza ukasuggest kule, tukasaidia lengo tusaidiane, sawa Lengo tusaidiane. So I hope by kesho payment yangu, account yangu atakuwa isha review kila kitu maana hapa natumia account nyingine hii. Kama unavyoona sio jina langu. So nimejaribu kutumia ile payment paid, kwa hiyo bado ana review payment yangu, akikubali nishalipa kila kitu. Kwa kesho nadhani wengi zaidi tutaendelea. Kwa kuna wengine baadhi wameshindwa kujoin ile, kwa ndo wanaona tuko 100. Kwa kisumbua na kutoa anaingia mwingine, au kitoka kuna mwingine anaingia. Haya, sasa we have this our interface hapa. Tunapoingia, cha kwanza kabisa unapoingia hakikisha una mute mic yako. Kama huyu Ben haja mute, sasa sijui ni remove aingie mwingine, sijui. Hakikisha una mute mic yako kupunguza kelele na interaction na sauti. Una muteje hapa hivi chini. Kama upo kwenye simu, angalia chini hapa kuna sehemu ya kumute mic. Na kama unapo login tu hivi wanakuambia turn off ile kabla ya kuask to join, wanakuambia pale unaona option ya video na mic, turn off mic, sawa turn off your mic, kwa sababu tuko wengi, kwa interaction ya watu ni nyingi. Kwa kuavoid interaction ya watu nafanya nini? To mute mic zetu, sawa to mute mic zetu. Hiyo number 1. Number 2, kama naniliu, kama ukiona una kitu cha kusema, sawa, kwa sababu ya watu wengi, kama ukiona kuna kitu cha kusema, unaona hapa kuna kidude cha hand hapa, unaweza ukanyosha hand, mimi nitapata huko notification, nitakusikia. Sawa, nitakusikia, kwa nitakuadmit, utaongea. Lakini muda mwingine naweza nikaa kwenye screen nyingine, kwa sababu na present, naweza nikaa kwenye screen nyingine. So wewe ongea, sawa, hii darasa liko huru. So kama tuko darasani kuelezana hiki, wewe ongea tu, sema tu wewe ongea, uliza swali lako, nitarudi nitakusikia. So uwe huru. Sasa kwa sababu pia tuko wengi, kuna muda mwingine sasa pia nikauliza maswali, kuliko kila mmoja unmute mic akasema ndio, please unaweza ukatumia hapa hivi, sawa, hizi reaction. Tumeelewana? Hiyo ndio. Hatujaelewana? Hivyo hapana. Safi. So let's use that ili kuavoid interaction nyingi na watu pia tuendelee mbele bila kukwama. Lakini kingine, najua kuna watu wengine humu toka tunaanza darasa mpaka tunamaliza, siku tunamaliza hautakuja kumsikia anaongea wala kuuliza swali. Kwa kuna sehemu yenu hii hapa ya message. Kama upo kwenye simu utabonyeza video vitatu hapa, utaangalia chat au in call messages. Hapa ni sehemu yenu ya kujimwaga. Utauliza, utacomment, utafanya kila kitu.
Sawa? Utafanya kila kitu humu ndani. Kwa sawa, asante sana Nasri na amecomment hapa. Kwa mtu akicomment wote tutaona, tuna mimi pia nitaona kwamba kuna mtu amecomment, ni cheki huku ndani nini kinachoendelea. Kwa unaweza hata ukauliza swali lako hapo. Mimi ukiuliza tu swali huku chochote kinachoendelea mimi nitakuwa napata taarifa, kwa don't worry about that. Lakini kingine hiki cha mwisho. Jamani, ukishakuwa ndani ya darasa uwe huru. Sawa? Uwe huru kabisa. Mimi singati, hakuna mtu anayengata humu ndani. Na pia mimi style yangu ya kufundisha sio serious hivyo. Mimi nafundisha in form of stories, lakini napenda interactive class kwa sababu naamini tulishapita hizo level za huko za kupigwa lecture. We want something ambacho tutaweza kuapply kwenye maisha yetu direct. Kwa haina haja ya kukomandiana wewe hivi. Hapana bwana. Wewe una muda wako na mambo yako hivyo. Kwa na mimi ndo style yangu ya kufundisha hivyo. Yaani kama hivi ninavyoongea ndo hivi ninavyofundisha pia hivi. So nafundisha in form ya stories. Hivyo, lakini ndo tunaenda hivyo. So kama kuna shida utakuwa tu unauliza, unaweza kwa comment, unaweza ukanyosha mkono, unaweza ukafanya reaction au unaweza tu kan mute mic yako kauliza. Kwa hapo tumemaliza. So next time kesho kama sasa nitakuwa bado hawajamaliza kureview na maana watu watakuwa 100. Tuko tujitahidini kuhai. Umeona saa 3 kamili tumeanza. Lakini darasa leo itakuwa kidogo kwa sababu introduction mambo mengi. Kuna wengi wenu hamnifahamu, hamnijui mimi nani, nimetokea wapi, lakini tutajifunza mpaka pale nilipopanga kumaliza. So don't worry. Sasa na stop to share screen yangu kwa sababu nilikuwa na share tab 2 hii. Nilikuwa na share tab 2 ya meeting. Nataka ni show the whole screen. Sasa ile kote nitakapoenda muwe mnaona. Tuanze kusoma. So we just use 10 minutes kwa ajili ya hizi. Na mimi hata wale ambao hawajapata nafasi kuingia leo, kesho atakapoingia atajua nini kinachoendelea huko. So na stop kupresent afu na present tena screen nzima. Nadhani tuko pamoja hapo ili tuendelee moja kwa moja. Sawa, nashukuru sana. Ngoja na present tu screen yangu hapo. Sasa kingine, sometimes ninaweza nikashare screen lakini kwako inaweza isifike au ikachelewa kufika. Usiogope. Sawa? Usiogope kabisa. Inaweza ikawa ni tatizo ni nanilio tu. Tatizo ni mtandao. Sometimes kama mtandao ni mbovu, screen ina delay kufika. So usije ukaona kama una shida, bana hauna shida. Ni mtandao tu mbovu. Okay. Okay, mnaona screen yangu? Screen yangu inaonekana sasa hivi tena. Sawa. Sasa nawakaribisha rasmi. Karibuni. Darasa hili la siku 3 na hii nimefanya tuenda kujifunza tu for free. So tutasogea hivyo kwa kile ambacho tunacho. Na hiki nimefocus sana kwenye affiliate marketing. Why affiliate marketing namba 1? Kwa sababu cha kwanza, a lot of people, watu wengi kutokana umeniona huko mtandaoni wanatamani sana kujifunza affiliate marketing. Lakini sio tu kuniona mimi tu, hapana. Kwa sababu pia katika research zao za njia za kutengeneza pesa mtandaoni bila capital au bila mtaji mkubwa wamekutana na affiliate marketing sana. Na ubaya zaidi kwa hapa Tanzania si watu wengi sana ambao wameifanya na wenye matokeo ya dhahiri ya kuonyesha. Si wengi sana. So utakuta sasa wengi wananitafuta, lakini nimekuja kugundua kwamba wengi wanakimbilia labda wanataka kununua course au wanilipe niwafundishe, lakini at the end of the day nikimuuliza sana hajui hata anacholipia ni nini, wala hajui hata anachotaka kujifunza ni nini. So hili nimefanya kama tuseme fursa kujifunza mwaka huu mzima, ili kama utakuwa una lengo la kufanya affiliate marketing, haijalishi utaenda kujifunza wapi, kama huko kwa maana wengi wanajifunza kwa Nigeria na Kenya huko, at least utakuwa unaelewa unalipia nini. Sawa? Kwa sababu ukitaka kujifunza training ya ndani kabisa, utakuwa unajua tayari unalipia nini na issue inafanyaje. Sasa this is my short story. Just let me use just 3 minutes ili tupate kuelewana kidogo.
My name, jina langu mimi ni Edson Mwakasege. That's my name. Na I've been online sasa hivi ni mwaka wangu wa 9 mtandaoni rasmi, na hapo katikati kwenye kazi za kujishughulisha sijafanya kazi nyingine. Wala sijai kuajiriwa mimi maisha yangu yote. I've just been online na biashara zangu nyingine outside online na investment zangu nyingine, lakini siwezi kuwa muongo, mtaji mwingi na nimepata mtandaoni. Na nimefanya karibia kila biashara, kila njia ambayo utaijua wewe. Yaani hata ukinitajia hapa, mimi nimefanya. Kasoro njia moja tu ambayo sijafanyaga, Bitcoin mining, hiyo sijai kuifanya kabisa. Crypto mining sijai kuifanya. Lakini anything else nimeshafanya. Zinachohusiana na hizi investment, zinazohusiana na make money online, nimefanya njia. Niseme 99% nyingi nimefanya. So na sio tu kufanya, kwa hata ukiniuliza naweza kukuonyesha kwa ushuhuda. Lakini njia ambayo imeshanipaga pesa nyingi sana mpaka sasa hivi ni affiliate marketing. Sasa lakini nilivyoanza haikuwa rahisi, kwa sababu kipindi hiko naanza